Unaweza kutoka hapa Edgar. Mwingine mtu anaweza kuona kama mpumbavu. Na nachukulia wengine kama tuna akili timamu. Mtu anamkiji kanisani kila siku anawaza kanisa tu, anashinda pale kanisani, anashinda pale, anafanya shughuli gani, watoto wake anategemea nini kesho kutwa. Ni lile agano. Ni rahisi kulifunga. Ila kuliishi kuna gharama zake. Kwa sababu ukitoka tu kwamba naenda kwenye shughuli mjini, mtu anakuja hapa anaumwa. Ya kumnyonga majini, damu ya mtu wa Mungu anaitaka mikononi mwako, maana hujashughulika. Sawa na ndoa sasa. Ndoa ni agano. Ukivuruga kidogo tu kitu ambacho umeamua kwa akili zako na kwa moyo wako wa kutosha. Kwa mfano inayobariki ndoa, mmeamua, mmepima, umechuja, umechambua, kama ni mchele, umeona kuna jiwe, umetoa jiwe, umefanya kila kitu umekagua. Ikifika mara unasema nilikosea, unashindwa kumshawishi Mungu. Vipimo vya kimungu Jesus avionyeshi hapo mbele. Kwa sababu magazeti umekata jamaa miaka mingapi? Maraki umeshachuja vipimo. Naongea na watu wazima mnielewe, maana haya mambo lazima niyaseme hapa, kwa sababu tukifunga Jumapili hapa hamna mjadala tena, unaweza kana ukatokea. Sababu nishawaambia kwamba ndoa ikileta mgogoro, mtu ikishindikana kumaliza wawili, mmemshirikisha Mungu, ikishindikana, msishirikishe ndugu yoyote kabla kumshirikisha mchungaji. Sasa na point yangu ni hapa. Ulishachambua mchele, umeshapima kila kitu, na umepima mafuta kuupika, umeupika, umeiva. Unasema utarudisha tena uwe mbichi? Inawezekana? Sasa haya mambo tuyatambue kwa makini sana. Ninawaeleza kwa sababu ndoa sio karatasi tunayopeana. Na ndio maana usipoangalia hapa Edgar, tangu tumeanza kufundishana hapa hatujaleta ile makaratasi ya kusainiana. Na unaona kwa nini makaratasi tunakuja kuyasainia mbele za watu, tunaandika huko na kutusainia mbele za watu? Ile ni udhibitisho kwenye macho ya wanadamu. Niliwaambia siku ile, yale macho ya wanadamu yanayodhibitisha ni Mungu. Anasema walipo wawili wamekusanyika, nami niko katikati. Na Mungu anasema ukiamua jambo uliojiridhisha, unashinda namna ya kumshawishi Mungu tena. Ndio maana Yona alitaka kurudi nyuma. Mungu alikubaliana naye. Sasa Mungu yeye atusaidie. Yaani Mungu akishagundua wewe unataka kuingia kwa swala la kumsaliti, kuvuruga jambo lake, ana mambo haya mawili. Anaweza kukupiga mapigo magumu mpaka utakapobadilika, na kama sivyo anakuua. Kwa sababu yeye hataki kuchafuliwa. Ndio maana unakuta kuna watu wameingizwa kwenye migogoro migumu, kumbe walikosea ndani ya nini? Ya ndoa. Hiki kitu tunachoenda kufunga kwa mwanamke yule anaye ndani, ukikaa naye mwanaume yule anaye ndani, umepima ule mzani vya kutosha, kesho tunaamka kama Mungu nilikosea. Nyinyi hapa sio vijana, watoto ndio wanayekutana barabarani pale, wanatongozana, kisha tongozana nenda kwa mchungaji na mshawishi, si bwana tumeamua kuoana, wana pressure zile. Binti ameona tuyara kwa mwanaume, kijana naye ameona siji uzuri wa mwanamke ule rangi, wameelewana siku 2-3, wanafunga, anasema tulikosea mchungaji. Unaelewa? Zile zinachunguzwa, kupimwa. Kwa mfano kuna binti moja alifunga ndoa hapa kwa Mlago, Juskati. Mwaka juzi. Alifunga hapa kumaliza. Amefunga kama leo. Kesho wanaenda ndani test ile ngome ikagoma. Kwa mmoja. Piga ngoma tena draw, ngome ikagoma. Baada ya siku kadhaa wakapeleka mchungaji. Mwanaume akasema mchungaji,
mwanamke kaenda kwa mchungaji analalamika, sioni nini, uone mama, mimi naondoka kwenda nyumbani. Mama sasa naenda nyumbani, ndio kuna nini, tuambie. Wakakuta sasa changamoto zipo kwa mwanaume, bunduki haitoi risasi. Kwa sasa sababu bunduki haitoi risasi, hawezi kwenda vitani. Kwa hiyo kabidi sasa hii haina jinsi, wakaahirisha. Ndio ikafanya nini? Ikavunjwa. Na inavunjwa kwa kipengele hiki, kwa wale ambao mlango ungefunga kabisa mwanangu, kwa faida yetu sio wenyewe. Kwa maana ya kwamba wale watu ambao hawajawahi kukutana, nikatokea mwanaume ana nguvu za kiume, au ikatokea mwanamke yule sehemu yake ya uke hauko na hakumueleza mwenzake au hakuielezea madhabahu, kwa sababu ndio mwanamke anatakiwa amuelezee mtumishi, ile inavunjwa. Sawa? Lakini hizi za kwenu hizi, hii ya kwenu hizi, ndio maana inaitwa kubariki ndoa. Tunakamilisha. Sawa? Hadi umeelewa? Gia umesha testi, kila kitu umesha testi, kila kitu umesha, yaani ni gari umesha testi kila kitu na limewaka, umeshuhudia. Umelipia gharama, alafu kamwambia mwenye gari kwamba nimeshalipa nimemaliza, alafu namwambia bana, hii gari lako narudisha. Inakuingia akili? Anakujibuje? Nachukua gari na hela zako sikupi. Anakosa? Sasa hii ndio hii hapa. Nyinyi hapa mmeingia ni watu wazima na mnaelewa kila kitu. Kwa naombeni tutunze lile agano kwa uaminifu. Na point nyingine ni kwamba ni mbaya kitu ambacho Mungu alimuua Kora. Kitu ambacho Mungu alimuua Kora kwa mauaji magumu ni kumwaibisha mtumishi. Aliwaua Kora na Kora na Kinarudi. Alikuwa anakuwa Kora na kina nani hao? Lule alibaki kwa Musa. Alikuwa ni Kora na Dasani na timu yake yote. Kosa ilikuwa ni malaumu kweli, lawama. Walikuwa wanavuruga kazi ya Mungu kweli, lakini jambo jingine walimwaibisha mtumishi wa Mungu. Kwa sababu waliona ishara za miujiza waliovuka bahari ya Shamu, waliona Mungu amewatendea jangwani, alafu akafika pale akaanza kuabudu sanamu. Mungu aliwaua. Na ile mauaji ambayo Mungu aliua pale hayakuwahi kutokea mpaka leo. Mungu anatisha. Mungu anatisha sana. Na hivi vitu mimi niwaambie tu kweli. Ni kweli tunatamani, tunashauku kweli. Nizungumze kwa upande hii. Tunashauku kweli. Sababu kinachosumbua ni mwili kwa ajili ya tendo la ndoa na vitu kadhalika. Hivi vitu ni vya muhimu sana. Na Mungu ametupa kwa sababu tupate muda wa kumtumikia Mungu. Tupate muda wa kumwabudu Mungu. Tupate muda wa kwenda mbele za Bwana. Tupate muda wa kumuona Mungu atusaidie. Lakini lengo la Mungu kuna kusudi ndani yake. Neema. Na ndio. Sawa, nitakupigia baadaye. Niko kanisani. Nimesharudi. Umeona? Ni vitu ambavyo lazima tuwe makini sana. Tuwe makini sana. Kwa makini sana ni nini? Ni vitu vya muda mfupi, lakini vina madhara makubwa. Watu wa Mungu, Mungu ametupa miili hii. Ametupa viungo hivi tunavyojivunia navyo. Ni zamana tu ya muda mfupi. Unajua kwa nini ndio naambia hivi? Mtu ikiwa hivi kama Victor aliyosimama hivi na aliyokaa kwenye kiti, anasamani sana kwa sababu anapumua. Akifa huyo Victor au akifa mtu yote pale, huwezi kusikia hisia ya mapenzi. Unafikiri mtu aliyefiwa mke anaweza kusikia hisia ya mapenzi? Yaani yuko pale kwenye jeneza, anaweza kusikia?
ndani nasikia nini? Uchungu. Unajua kwa nini hivyo nawaambia? Nawaambia kwa sababu kwamba tujue kusudi la Mungu la kutupa mume au mke ni ibada. Yaani mimi naona tusome, alafu tuelewane kwamba mjue ni ibada. Kwa nini nasema ni ibada? Hapa tutapasoma. Ni ibada. Yaani hana maana umemnunua. Hana maana yani una akili sana. Yaani ndio maana kwenye ndoa ukisema una akili sana, wewe ni fundi sana, ni vitu ambavyo ni vitu viwili tofauti. Mungu lengo lake ni ibada. Lengo la Mungu nini? Ni ibada. Na ndio maana wengi wasioelewa wanagundua kwamba ni nini, lakini lengo la Mungu ni nini? Ni ibada. Ni ibada kwa sababu Mungu amekusudia. Hebu tusome Wakorintho. Hapa tutasoma. Mimi hapa nataka tupasome kwa lengo la kutusaidia. Na Roho Mtakatifu atusaidie. Naomba leo nizungumze kwamba Roho Mtakatifu atusaidie. Kwa sababu anayeweza kutuongoza sio mchungaji Victor. Anaweza kutuongoza sio Paulo. Anaweza kutuongoza ni Roho Mtakatifu. Na tumuogope. Kwa sababu tukimwogopa Roho Mtakatifu tutafika na tutafanikiwa. Kwa nini tutafanikiwa? Tutafanikiwa kwa sababu tunamheshimu Roho Mtakatifu. Na ninaombeni tumheshimu usiku na mchana. Kwa maana ya kwamba tuko mahali ambapo tusipotumikia Mungu vizuri tutaachwa. Wakorintho wa kwanza 7. Mimi nafikiri tuanzie mstari wa kwanza ili tuelewe vizuri. Wakorintho wa kwanza sura ya 7, tuanzie mstari wa kwanza. Samani kama uliandika wa pili. Anasoma nani?